Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba kumekuwepo na taarifa ambazo zimesambaa sana huko mtandaoni kuhusiana na baadhi ya matukio ambayo yametokea kufuatia kwa mashambulio katika nchi kama vile Dubai kutoka Israeli. So ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimeibua taharuki kubwa sana na kupelekea hata ndege za Air Tanzania kusitisha safari zake kwenda huko nchini Dubai. Now we are halfway there, we're keeping focus on that. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zilikuwa zimesambaa awali kabisa ni kwamba shirika la ndege la Air Tanzania limetangaza kusitisha safari zake zote za kwenda Dubai na kutoka Dubai, yani UAE, United Arab Emirates, kufuatia kufungwa kwa anga katika eneo la Mashariki ya Kati kutokana na mashambulizi yakiwa yanaendelea kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Kupitia taarifa iliyotolewa na kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma ATCL, inasema kwamba uamuzi huo umechukuliwa kwa maslahi ya usalama wa abiria, wahudumu pamoja na ndege zao, kwani ulinzi wa abiria na wafanyakazi wake ni kipaumbele cha juu, na kwamba inaendelea kufuatilia kwa karibu hali ilivyo kabla ya kurejesha safari hizo mara tu itakapothibitika kuwa mazingira ni salama na thabiti. ATCL imewataarifu wateja wote wenye tiketi za kusafiri kwenda au kutoka Dubai katika kipindi hiki kuwa wanaweza kubadilisha ratiba za safari zao kulingana na upatikanaji wa nafasi bila kutozwa gharama yoyote ile ya zaidi, ambapo kituo cha mawasiliano kwa wateja pamoja na ofisi za mauzo zitaendelea kutoa msaada kwa wateja wanaohitaji kufanya mabadiliko au kupata maelezo zaidi. Naam, bwana, kama unavyoelewa ni kwamba sasa hivi hapa huko Dubai Kiredio pamoja na mpenzi wake V-Dollar walikuwa wameelekea huko Dubai kwa lengo la kwenda kula bata kwa ajili ya kwenda kuenjoy maisha, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba huko Dubai sasa hivi kumekuwa na mashambulio ya kivita, wamekuwa wakipigwa mabomu, jambo ambalo limeibua taharuki kwao, lakini pia vile kwa baadhi ya Watanzania ambao wanawafuatilia ma-celebrity hao. Na siku ya jana baada ya shambulio la kwanza kabisa Dubai, ni kwamba Kiredio aliamua kuposti video kuwaondoa mashaka mashabiki zake kwamba yuko salama. Lakini cha ajabu ni kwamba siku hii ya leo bwana, hali imebadilika. Jamani, simu naona zimekuwa nyingi ndugu zangu. Msio na shaka kabisa, kama mnavyoona tuko salama kabisa. Hapa ndo tulipofikia. Mji yuko vizuri, kumwomba tu Mwenyezi Mungu kwa sababu na eneo la Dubai tayari limeshambuliwa, lakini kidogo sio mbali na hapa sana, kwa sababu Dubai sio mji mkubwa, lakini sio hapa pia. Kwa tunaomba tu Mwenyezi Mungu mambo yasiendelee. Ila tuko salama kabisa, mzidi tukutuombea. Asante. So hiyo ndo taarifa ambayo ilisambazwa siku ya jana na Kiredio mwenyewe, ambapo hapa kuna pages zikaripoti kwamba mchekeshaji na mtengeneza maudhui mtandaoni Vincent Njau maarufu kama Kiredio amethibitisha kwamba yuko salama nchini Dubai kufuatia taarifa za makombora ya Irani yaliyorushwa kuelekea maeneo ya Mashariki ya Kati. Kupitia video hiyo aliyochapisha mtandaoni, Kiredio amesema kwamba yeye pamoja na mpenzi wake V-Dollar hawajapata madhara yoyote licha ya hofu kutanda katika tukio hilo. Lakini pia vile ni kwamba kaendelea hapa kusema kwamba taarifa hizo zimeibua taharuki kwa Watanzania waliokuwa wakifuatilia hali yao, lakini pia vile Kiredio amewatoa hofu mashabiki wake akisisitiza kuwa wako salama na wanaendelea vizuri. Hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya Mashariki ya Kati imeendelea kuwa tete kufuatia kwa mvutano wa kijeshi unaoendelea kati ya mataifa husika.
Lakini sasa hali ya leo hii bwana, kidogo mambo yamekuwa tofauti, mambo yamebadilika, imepelekea kidogo bwana watu wawe na wasiwasi zaidi bwana, ambapo mpaka Kiredio mwenyewe ikabidi ya posti na kusema kwamba kama vile amekata tamaa, kwa sababu hapa Juma Lokole amesema kwamba baada ya kuhusiana na hizi picha ambazo amepiga Kiredio na mpenzi wake, Juma Lokole akaandika kwamba Irani hao wanakuja, hebu tokeni hapo msitupe tabu. Alafu hapa chini Kiredio akaja akasema kwamba bora tufie Dubai kuliko kufia Goba njiani. Lakini pia vile vile kumekuwa na heka hapa ambazo zimeonekana watu wa Tanzania ambao wanaishi huko Dubai bwana, wamekuwa wakikimbizana ni patashika nguo kuchanika, mshike mkanyageni kutokana na baadhi ya makombola ambayo walikuwa yameendelea kupigwa siku ya leo huko Dubai. Hebu sikiliza hapa kidogo varangati lilivyokuwa. Hii bwana ni wa Tanzania ambao wanaishi Dubai, walikuwa wanakimbia, ambao walikuwa wanakaa kwenye magorofa wanashuka chini ili kuepuka maafa ya makombora hayo. What did you do? Huh? Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana huko Dubai. Bwana mambo yamekuwa ni moto kweli kweli. Watanzania wengi ambao wanaishi Dubai sasa hivi wako na hali ya wasiwasi, wako na stress sio kawaida. Wow. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. Yesu wangu. Ile pale.